Baada ya mchezo wa jana kati ya Dar es Salaam Africans dhidi ya Dodoma Jiji, baada ya Yanga kupoteza, kuna maneno mengi yamekuwa yakiendelea kwamba kapteni wao Bakari Nondo Mwamnyeto ndiye aliyepelekea kwa matokeo ya Yanga kupoteza. Ukiangalia uhalisia kweli katika zile goli mbili zile ambazo wamefungwa Dar es Salaam Africans na lile la tatu ambalo limetokea dakika za mwisho, kuna magoli mawili Bakari Nondo Mwamnyeto amehusika moja kwa moja. Kuna lile amejifunga yeye mwenyewe, na kuna lile lingine ambayo alikuwa anaonyesha reaction kama ya kwenda kuudhibiti ule mpira akaukwepa akampoteza Hussein Masalanga. Ila tukirudi kwenye uhalisia, mtu kufanya makosa haimaanishi kwamba ndio umshusha thamani yake. Ila ukimwangalia Bakari Nondo Mwamnyeto ni mchezaji mzuri ambao sema tu jamii ambayo ilichaguliwa kumweka katika engo mbaya ya kumzungumzia katika negative way. Naweza nikakupatia faida kadhaa ukiwa na mchezaji kama Bakari Nondo Mwamnyeto katika timu yako. Bakari Nondo Mwamnyeto ukiwa katika timu yako, cha kwanza kabisa unakuwa na mtu ambaye ni kiongozi ambaye anaweza kuzungumza na kila mtu katika uwanja, na pia anaweza kutumika kama link up nzuri kati ya benchi la ufundi pamoja na wachezaji, kwa sababu ni mchezaji ambaye ana sauti ya mamlaka, kwamba hata mchezaji labda awe superstar katika timu, Mwamnyeto ana uwezo wa kuzungumza naye na akasikilizwa kama wachezaji wengine. Sasa leo hii Mwamnyeto anafanya makosa, anaonekana kama sio mtu wa thamani. Mashabiki wanakosa shukrani, wanakosa roho nzuri juu ya mchezaji kama Bakari Nondo Mwamnyeto. Ukumbuke wiki moja kadhaa hapo nyuma, huyo Mwamnyeto ambaye leo hii watu wanamwandalete kwamba mchezaji sio mzuri, ametoka kuwapa furaha Dar es Salaam Africans kutoka nyuma ya mabao mawili na kwenda kusawazisha. Mwamnyeto huyu kwa hivi miaka ya karibuni ndio captain pekee ambaye amebeba vikombe vingi sana akiwa na beja Dar es Salaam Africans. Leo hii Mwamnyeto anaonekana ni mchezaji wa kawaida, na kufuatia mashinikizo ya mashabiki, sitoshangaa kuona mchezo ujao akaanza Abdramani Baka pamoja na Frank Yasinki. Hii yote kutokana na makosa aliyofanya Mwamnyeto. Ila ukiangalia uhalisia, Yanga wanakuwa wanajiriski zaidi kucheza na mtu kama Amadi Baka pamoja na Frank Yasinki, kwa sababu ukiwaangalia hata combination yao ile haijawa vizuri sana hawa watu wawili, ukiwa compare Bakari Nondo Mwamnyeto pamoja na Amadi Baka. Kwa hiyo kuna namna fani wa Tanzania tuachane na hizi kasumba za kuwataki wachezaji wetu wazao kuona hawana thamani, kwa sababu wachezaji wazao wakifanya makosa wanaonekana sio wachezaji wazuri, ila wachezaji wa kigeni wakifanya makosa wanavumiliwa. Makosa mengi sana ameyafanya Djigui Diarra. Mfano alishawahi kufungwa goli la katikati pamoja na Selemani Bwenzi akiwa katika klabu ya Ken Gold. Hakuna mtu ambaye alizungumza vibaya. Leo hii Masalanga anafungwa magoli ya namna ile ambaye sidhani kama ni uzembe wake, lakini anaonekana kama ni kichome katika timu. Kuna mtu kama Edmund John alishawahi kufanya makosa kama haya akapotezwa. Upande wa pili kuna mtu kama Alaza Kisasambi alishawahi jifunga, watu wakaona si chochote. Lakini kuna wachezaji wengi wa kigeni wanafanya makosa wanavumiliwa. Huyu Prince Dube naamini angekuwa striker mfano wa kizao, leo hii asingekuwa na opportunity wala asingekuwepo katika kuchezea katika klabu ya Dar es Salaam Africans. Lakini ukimwangalia Prince Dube, kwa sababu ni mchezaji wa kigeni, anaendelea kupewa ile mileage ya kuvumiliwa kwamba inatakiwa aendelee kufanya vizuri kwa sababu wanamwamini. Naamini nao wachezaji wetu wa kizawa tukiwapa uhuru wa kuamini na kuchukulia makosa ni sehemu ya kawaida, kwamba ni sehemu ya mchezo, naamini wana uwezo wa kufanya makubwa zaidi kuliko hata wachezaji wa kigeni ambao tunawaamini, kwa sababu tuna mtu kama Bwana Ali Samata. Sidhani kama taifa hili toka limeanzishwa tushawahi kupata striker kama Bwana Samata. Amecheza ligi mbili kubwa duniani, ni top scorer wa Afrika, mchezaji bora wa Afrika aliyecheza Ulaya. Lakini leo hii mtu kama Bwana Samata anachukuliwa poa, azifu anacheza labda timu ya daraja la chini sana, kwamba anacheza timu ya kawaida. Mwisho wa siku tusisubiri mtu mpaka atoke katika uso wa dunia ndo aanze kupewa sifa zake, kwamba hakuna mchezaji kama Bakari Nondo Mwamnyeto, labda hakuna mchezaji labda kama Bwana Ali Samata. Huo utakuwa ni unafiki, na kiuhalisia hii sio tamaduni nzuri kwa wachezaji wetu wa kizawa.